Basi ndani nyumba tena, hii hapa ni miongoni mwa kazi bomba sana ambayo inapigwa live kutoka GC Production jumba la Butani. La jina ni File DJ. Hapa tunaenda kuangalia story ya vijana watatu ambao waliachiwa gari baada ya wazazi wao kupoteza maisha. Hivyo gari ilikuwa ndo kama kitu pekee ambacho kingeweza kucontrol na kuongoza maisha yao, na hiyo ilifanya miongoni mwao waweze kuacha shule tu ili kutengeneza nafasi ya kuendelea kutafuta kipato ambacho kingewasaidia katika kukimu kwenye majukumu mbalimbali. Hii ni kali sana. Wasi wa ni done for the chosen one. Hebu tuende katika simu kwanza tu kunjia burudani bomba sana yapa. Yeza. Basi mwanzoni wa picha yetu anaonekana bidada ambaye akizidi kupiga debe na akidai ya kwamba naira 200 tu ndio inahitajika katika usafiri wa gari hili hapa. Kwa hiyo kama una naira 200 choma ndani tuondoke chap kwa haraka. Basi wateja wanaonekana wanaingia kiwango kubwa sana, na baadaye gari inaweza kuchoma moto na kusogea mbele. Lakini baada ya kufika katika kituo cha kwanza tu, abiria anatoa hela ambayo inakuwa ni kubwa sana, ili tayari bidada Aisha tangaza kwamba ni naira 200 tu inatosha. Hivyo kalikuwa ni kamzozo sana, na baadaye ilibidi tu mwanadada aweze kuiacha ile hela kwa sababu ya kukosa change, lakini maisha lazima yazidi kusonga kizazi zaidi. Basi moja kwa moja ikiwa ni siku nyingine tunatupo katika eneo la nyumbani hapa, tukutana na dogo ambaye anafahamika kwa jina la Noah na ubinti anafahamika kwa jina la Omo. Sasa jirani wao alifika hapa na kumpa habari tu ya kwamba ankoa akiwa amekuwa akiwatangaza sana huko njiani ya kwamba wamemdhulumu gani, lakini anasema hiyo ni ulisi tu ambao tuliachiwa sisi, na hivyo bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Tim alikuwa anahitaji kutoka kwenda kutafuta maji tu. Hii ni familia ambayo inapitia mambo mengi sana magumu. Basi bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Tim akiwa njiani aliweza kutaka kumuona binti mmoja kigoli sana, hivyo alijiweka sawa kwa ajili ya kuweka mambo fulani hivi. Hivyo alianza kumwambia binti, Tara bintibu, unajua unavutia sana, na hata hivyo unaweza nikagesi kwamba jina lako unaitwa nani. Huenda ukawa unaitwa Maria, Asha, Esther au takuwa nakosea. Lakini baadaye binti alimwambia mimi jina langu naitwa Binta, na hiyo ikampa furaha sana mkali. Basi majira usiku, familia ikiwa katika swala zima la kuomba kwa kile ambacho wamekipata, ukiwa nasubiri kujua hatima kesho yao itakuwa ni vipi. Hapo bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Tim alimpatia dada yake kiasi kidogo sana cha fedha ambacho kingeweza kutumika tu kwa ajili ya kukizi mahitaji. Sasa binti akiwa anambamba katika mitaa alikutana na miongoni mwa wanafunzi ambaye alikuwa anasoma naye. Anasema, sijui sababu ambayo imekufanya usimame masomo, kwani katika shule yetu hata hivyo kulikuwa na nafasi ya kupata sponsor. Ile ilimfanya bibi ajisikie vibaya sana, lakini ni nini angefanya ili aliko katika wakati mgumu sana wa kupambana kuhakikisha anasaidia familia yao. Na saizi walichoamua ni kwa ajili ya kupambana tu kwa maisha mdogo sana ambaye anafahamika kwa jina la Noah ili aweze kupata elimu. Sasa kakake anaondoka akiwa anasali, lakini bibiye pia anazidi kumwomba Mungu mambo endelee kukaa sawa zaidi, na pia alikuwa anamwamsha mdogo wake Noah ili aweze kujiweka sawa zaidi. Basi siku ambayo inafuata gari lilikuwa linasumbua, hivyo baada ya marekebisho tu walihitaji kutesti, na baada ya kutesti chombo walikuta chombo ni kama imekaa sawa zaidi, hivyo walihitaji kuingia mzigoni kwenda kupiganisha mambo mawili matatu ili waweze kupata kiasi cha fedha zaidi. Basi moja kwa moja siku nyingine tunarushwa hapa, mkali akiwa katika shughuli zake za kawaida, mara anakuja binti ambaye anafahamika kwa jina la Bincha. Sasa hili mshtua sana mkali, kwa sababu yeye kazi ambayo anafanya akutaka bibi ajue, hivyo alimkataa bibi ya kwamba yeye ruti yake haiendi huko ambako anaelekea, na hii ilimfanya tu bibi aendelee kujisikia vibaya zaidi, lakini ni kwamba mkali alikuwa ameona aibu wa kile ambacho anakifanya tu. Basi moja kwa moja alichomoa chuma na kusonga mbele zaidi, lakini alikuwa tayari ni kama ameshaibika. Moja kwa moja mzigo unatusha upande wa pili, huku ni katika eneo la duka, na hapa anapita kijana ambaye anafahamika kwa jina la Noah. Huyo mama anamfokea sana Noah na kudai ya kwamba Noah amekuwa ni mwanafunzi ambaye anampiga sana mtoto wake, hivyo leo anahitaji kumshikisha adabu kwa kile ambacho anakifanya kwa kijana wake. Basi upande wa pili huko kwa Tim na Omo wakiendelea kupata chakula na kupiga story mbili tatu juu ya maisha yao, hawana hili wala lile. Mara ghafla tu wanasikia kuna mtu anaingia kwenye geti. Bila shaka alikuwa ni Noah, na Noah amefika akiwa analalamika kwamba amepigwa sana na hata kosa ambalo amefanya yeye alitambua. Sasa ni kwamba yule mama amecheza sehemu ambazo hakutakiwa kucheza zaidi. Waambia dogo tulia, sisi tutakwenda kushughulika na huyo mama. Basi unaambia alikuwa ni chap kwa haraka mpaka kwenye kiduka cha huyo mama, na hapa alikuwa ni marumbano makali sana, ila hawakuhitaji kumchelewesha tu,
ilikuwa ni swala la kumfufua na kumweka sawa kwa kile ambacho amekifanya. Na baada ya kuhakikisha wamempiga vilivyo, waliweza kumwacha na kuondoka. Sasa wanarudi nyumbani wakiwa na furaha sana, na wanaamini wamefanya kitu ambacho kitamfanya mdogo wao Noah ajisikie bora zaidi. Hii ni miongoni mwa tamthilia bomba sana, itakufunza vitu vingi sana. Kaa nami niendelee kupa utamu na udambu wa kazi bomba sana hapa. Lakini hata jirani yao aliweza kuambia tu kwa kile ambacho amekifanya ni kizuri sana, kwani huyo mama amekuwa na mazoea sana ya kunyanyasa watoto wenzake. Jentend. Basi siku nyingine Tala binti Ibu Mkale ambaye anafahamika kwa jina la Tim anakutana na binti ambaye anafahamika kwa jina la Binti. Leo alikuwa anapiga story mbili tatu tu na bibie. Na bibie alimwambia asijali juu ya kazi ambayo unafanya, kwa sababu katika maisha kila kitu kinakuja kwa sababu tu, hivyo usije ukaona aibu wala kujificha kwa kile ambacho unapambania. Hii ilimpa moyo sana Mkale, kumbe mtoto wa kike anakubali juu ya kile ambacho anakifanya. Sasa majira usiku ilikuwa ni furaha tu kwa Mkale, kwani ameamini kile ambacho anafanya kimekubaliwa na mtu ambaye anahisi ni sahihi sana katika maisha yake. Hasa binti huyo ambaye ni dada yake alikuwa anashangaa sana, leo imekwaje kaka na furaha kiasiki, pasipo kujua Mkale tayari ameshapata nafasi ya kutuliza moyo wake. Hebu tusonge mbele zaidi na burudani bomba sana hapa, usiguse kidude. Basi Mkale alikuwa katika hali ya furaha sana kwa kile ambacho aliambiwa na bibi ambaye anafahamika kwa jina la Binti. Sasa asubuhi inayofuata katika eneo la kazi, Mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Timu anamwambia sister yake kwamba leo hajisikii vizuri sana, lakini sister yake akimcheki anamuona yuko fresh tu, lakini Mwamba anasema leo haina haja ya kubeba abiria, hivyo wanatakiwa wao kurudi nyumbani. Lakini pindi ambapo anafika Binti ambaye anafahamika kwa jina la Binti anahitaji kumuingiza ndani ya gari, na hii inamfanya dadake ajisikie vibaya zaidi. Asa Binti, tunaweza tukaondoka. Anasema sasa utaondokaje na mtu mmoja? Wanaambia siku nzima ilikuwa ni route ya mtu mmoja tu, na sasa aliweza kumfikisha Binti mpaka eneo la geti. Sasa hiki kilikuwa ni kizaazaa sana, kwamba Binti kwanza hajatoa pesa, lakini Mkali anachofanya tu ni kwamba tayari ameshadata kwa Binti ambaye anafahamika kwa jina la Binti. Anambia kila kitu kitakaa sawa tu, hata mimi sikutegemea kama Binti anakaa mbali zaidi. Sasa siku ambayo inafuata Mkali anajiweka sawa, anahitaji kutoka. Bibi anamwambia unatoka kwenda wapi? Tayari hatujatengeneza ratiba ya kuhakikisha tunafanya mizunguko yetu ya kila siku. Lakini ni nini ambacho kinaendelea? Hii ilimkata sana moyo bibi. Basi bibi akiwa anafanya usafi, mama ambaye ni kama mpangaji tu na ambaye anaishi nao vizuri zaidi aliweza kumwagiza bibi katika eneo la soko kwenda kufuatiwa kitu kimoja. Sasa njiani unaambia bibi akiwa na mbamba aliweza kushangaa na wakuta uliao, na hapa aliweza kumind sana Binti ambaye anafahamika kwa jina la Binti yake, amini yeye ndo anakomisha kile ambacho anahitaji kufanya na kakake, na ile ilikuwa ni kama aibu tu Mkale team. Sasa bibi alirudi akiwa na hasira sana katika eneo la nyumbani, na hapa baada ya kuingia tu blaza zake alianza kumwashia moto. Ina maana unashindwa kufanya vitu vya msingi kwa sababu ya mwanamke tu? Tumekuwa ni watu wa maisha ya chini sana, tunapambana, lakini umekuwa ni mtu ambaye unaenda tofauti zaidi. Lakini baadaye mpangaji huyu ambaye ni jirani mwema aliweza kuwaita tu na kuhitaji kusuluhisha kile ambacho kimetokea. Lakini baadaye ni kwamba kila mtu alionekana amesha kuwa mbogo na kuwa mkali, ina maana hakuna nafasi ya kuelewana. Bibie aliweza kuondoka tu, lakini huyu mpangaji alitumia busara sana kumwelekeza kijana kwamba yeye ndo kama nguzo katika familia, hivyo anatakiwa kisha anaweka mambo yanakuwa sawa zaidi. Hivyo hii ilimuingia sana Mkali, lakini Mkali kwa sasa tayari yupo katika mawazo mengi sana, kwa sababu tayari kuna kitu kimejengeka katika akili yake. Sasa naambia asubuhi ambayo inafuata bibi aliamua kutimba mazima, yani homo alitimba kwa kina Binti ambaye anafahamika kwa jina la Binti. Anambia anachohitaji ukae mbali sana na kaka, kwani unaweza kuharibu maisha yetu sisi. Bibi anajaribu kujitetea, lakini leo alikutana na kisanga sana, hivyo ilikuwa ni makavu zaidi. Baadaye inayofuata aliweza kupata nafasi ya kukutana na Mkali ambaye anafahamika kwa jina la Timu. Timu alimwambia kila kitu, kwamba katika maisha yangu mimi nilisababisha mpaka dadangu aweze kuacha shule na tuweze kufanya kazi ya daladala tu ili kukidhi mahitaji, hivyo nimekuwa ni mtu ambaye napitia wakati mgumu sana. Sasa bibi alimpa wazo Mwamba anatakiwa tafute nafasi ya kusoma kozi mbalimbali. Kwa mfano kuna kozi inaitwa ICT, hiyo inaweza kumsaidia kujigenerate kipato tu endapo atafanya vizuri sana. Ile ilimuingia sana Mkali katika akili yake, na baadaye alitafakari sana juu ya kile ambacho ameambiwa, hivyo alitafuta nafasi ya kukaa chini kuongea na dada yake ambaye anafahamika kwa jina la Omotola.
Anasema wazo ni zuri sana na na imani linaweza likatubadilishia maisha. Hivyo baada ya kumwambia binti alifurahi sana, lakini baadaye mkali hivyo dokeza kwamba wazo limetoka kwa binti ambaye anafahamika kwa jina la Binta. Hii ilimkata tena dada yake. Sasa akawa anajiuliza ni kizaza. Siku ambayo inafuata alfajiri na mapema alimfuata bibi Binta na kumwambia yuko tayari kwa ajili ya kufanyia kazi lile wazo ambalo aliambiwa. Lakini shida ni kwamba mkali alikuwa ana hata laptop. Hivyo bibi alimwambia tu, ngoja nijaribu kuangalia utaratibu wa kusaidia juu ya kupatia laptop ambayo itakupa mwanga kwenye kile ambacho unafanya. Basi kwa upendo ambao umepitiliza, Bea aliweza kumpatia mkali laptop. Hivyo mwamba anze kupiga kozi ya ICT. Ndakupa maana hapo mbele zaidi. Hebu twende na picha kwanza. Basi hatimaye mkali aliweza kupatiwa laptop na baadaye aliweza kurejea katika eneo la nyumbani. Dadake alikuwa ni mtu mwenye furaha sana kwa kuona kakake amepata mtu sahihi ambaye anamsapoti kwenye kile ambacho anatakiwa kifanye. Sasa ilikuwa ni mikakati madhubuti ya kuhakikisha mwamba anaingia kwa ajili ya kupata kozi ambayo inahusiana na masuala ya ICT. Basi tunaambia asubuhi moja na mapema mwamba alikuwa anaelekea katika eneo la kozi, na hivyo jirani baada ya kuona kile kitendo aliweza kumfuata bibia na kumuuliza nini ambacho kinaendelea. Lakini binti anamwambia kwa saizi anahitaji kusoma kozi fulani ambayo inaweza ikaja kubadilisha maisha yetu, kwani hatuwezi kufanya kazi ya utingo na udereva kwa maisha yote. Basi mchezo unazidi kusonga mbele zaidi, lakini kadri muda unavyozidi kwenda mwamba alianza kuwa busy zaidi, na hii ilianza kumkata sana bibia kwa sababu walikuwa nakosa hata muda kwenda kufanya kazi. Lakini mwanaume ajitahidi kujitetea sana ya kwamba anapambana tu na mambo yakaa sawa, kila kitu kitaenda sawa. Unaambia mpaka majira usiku ni kwamba mkali apate nafasi ya kulala, yeye anahangaika tu kusongoka kukata msuli ili aweze kufanya vizuri sana katika masomo yake ya ICT. Lakini binti amwambia anahitaji kupumzika kwani kesho wanatakiwa waingie pia mzigoni. Basi asubuhi ambayo inafuata mwamba alimwachia kiasi kidogo sana cha fedha, na hii ilimhuzunisha sana bibi, kwani aliona ni kama hii kozi imegeuka kwa kizaazaa katika familia, na hivyo alimwambia ingekuwa ni vema kama angeweza kusimamisha hayo masomo ya hiyo kozi ili warudi katika mchakato ule siku zote wa kuhakikisha wanatafuta fedha zao kwa namna tu ya kuendelea kupiga daladala. Lakini mkali alikataa kwa saizi, anasema anachohitaji ni kusoma tu ICT. Basi moja kwa zote mzigo unatulusha katika sehemu ile ile. Ilikuwa ni alfajiri moja, bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Noah anatetwa Amerika, na hapa anaonekana na hali mbaya sana ya kiafya. Hivyo alikuwa ni mtu ambaye mpata shida sana. Bibie alichofanya ni kuhakikisha anampeleka hospitali tu. Yule nyumbani kwamba mkali alikuwa akiendelea kuenjoy na bibi Binti, na pasipo kupokea simu ambayo anapigiwa na ndugu yake kujua ni nini ambacho alikuwa anatakiwa kuambiwa. Alisi ni usumbufu tu, lakini kwamba kiuhalisia ni kwamba bwana mdogo ameingia katika hali mbaya zaidi. Sasa ilejea majira usiku, na hapa alikuwa ni majibizano mazito sana. Na binti anamwambia umekuwa ni mtu ambaye unashindwa kupokea hata simu yangu, uidiali ujui ni nini ambacho nahitaji kukuambia. Lakini baadaye alimwambia juu ya hatari ambayo imetokea kwa mdogo wake. Hivyo baadaye alipata nafasi ya kukutana na jirani aliweza kumuelezea kila kitu ambacho kimetokea, na hii ilimuumiza sana mkali wa Kutalo Team. Aliona ni kama mtu ambaye amekosea sana, na hiyo ilimfanya bibi ajiulize vitu vingi sana, kuona kama mtu ambaye anaishi naye hana tena upendo wa kuweza kujali juu ya kile ambacho kinatokea katika maisha yao, na hii inamfanya bibi atafute namna tofauti ya kuweza kuama katika mjengo. Sasa naambia ilikuwa ni asubuhi, bwana mdogo akiwa anaendelea na hali yake vizuri kidogo. Kaka alihitaji kutoka kwenda katika masomo yake, hivyo alimwacha bwana mdogo tu katika eneo la nyumbani, naye alikuwa busy katika masuala mazima ya kusoma. Lakini naambia siku ambayo inafuata bibi aliweza kurejea na kumshawishi sana Noah akudai ya kwamba wanatakiwa watoke katika nyumba na kwenda sehemu nyingine kwenda kutafuta maisha tu, kwani mtu huyo ameonekana yuko tayari kwa ajili ya kuajali. Sasa katika kajumba ambako alienda ni kwamba kijana ambaye anafahamika kwa jina la Noah alikuwa analalamika sana na kudai kwamba yanahitaji tu watengeneze nafasi ya kurejea kule kwa, kwani maisha ambayo kwa hapa ni magumu sana. Lakini binti alijitahidi kumtuliza sana. Sasa upande wa pili kwa mkali, anarudi nyumbani anakuta kila kitu ni kwamba kipo. Sasa ajabu sana kumpigia simu mdogo wake wa kike, lakini mambo yanakuwa magumu, na hivyo anatambua kwamba hawa wawili wameshaondoka. Alichofanya ni kwenda kutafuta nafasi ya kuongea na jirani na kumueleza juu ya kile ambacho kimetokea. Anasema ndugu zangu wote wameweza kuondoka na mimi sina kitu chochote cha kuweza kufanya. Pia aliweza kumshirikisha binti ambaye anafahamika kwa jina la Binta
kwamba jua kile ambacho kimetokea kwa ndugu zake, mpaka imefikia wakati anajisikia vibaya sana, hivyo ana cha kufanya. Mwamba alianza kuambaa huku na kule akiwa anatafuta japo ili kama ataweza kupata nafasi ya kutana na ndugu zake, kwa sababu anaona ni kama amefanya makosa makubwa zaidi. Sasa upande wa pili sasa kwa ndugu yake ambaye anafahamika kwa jina la Omolo akiwa na mdogo wake Noah, kumbe wao wanafanya shughuli ya kuuza maji ili waweze kujipatia kipato. Sasa ni katika majira fulani wanapambana sana kuhakikisha wanauza maji na vinywaji vingine ili waweze kujipatia kipato cha kuweza kukizi maisha. Hii nilishakwambia ni bonge moja la picha. Dogo anasema nimeshachoka sana, ninachohitaji ni kutafuta nafasi ya kurejea kwa kaka, kwani nimemkumbuka sana kaka na haya maisha anayoishi hapa sidhani kama ni maisha ambayo yako vizuri sana. Basi binti aliweza kupita katika kibanda kimoja kumwacha dogo, lakini pia kuchukua simu yake ambayo alikuwa ameiacha chaji. Hapa alikuwa anahitaji kumpigia mkali ambaye anafahamika kwa jina la Otimi, lakini pamoja na kumpigia mkali hakuweza kumpata hewani, hivyo alikuwa akiendelea kuambaa na kuuza maji. Sasa huku alikutana na mjomba ambao amezoea kuwaletea kizaazaa. Asema mimi ni kama babako mkubwa, kwa nini unashindwa kuniheshimu? Hile ilileta kizaazaa kikubwa sana pindi ambapo mjomba aliweza kumwaga vinywaji vya binti, na hii ilimfanya binti amwadhibu kisawasa. Baadaye mjomba alichokifanya ni kwenda kumtafuta dogo ambaye anafahamika kwa jina la Otimi na kwenda kumletea kizaazaa akiwa anahitaji kuichukua gari, lakini huku alikutana na wauni ambao ni madereva wenzake na mkale ambaye anafahamika kwa jina la Otimi. Waliweza kumudu tu mjomba kwa kumshenyenta vizuri na kumtuliza sana. Hii ilimfanya mjomba ajute kwa kile ambacho umetokea, lakini muda huo bibi ambaye anafahamika kwa jina la Omolo aliweza kufika na Noah, na hapa waliweza kukumbatiana na familia yao, kwani walikuwa wamemisiana sana, na hii ilikuwa ni nafasi ya kurejea katika maisha yao ya zamani. Lakini bibi aliweza kupata nafasi ya kukaa na kakake na kumwambia mengi sana, na anasema alimmisi sana, hivyo mwamba alikuwa anasema kwa saizi azani kama anaweza kaendelea kukomana mambo ya ICT, hivyo anahitaji kutengeneza maisha yake. Lakini jirani pia aliweza kutoa nafasi ya kumshauri sana bibi kwa kile ambacho amekifanya, kwamba kilikuwa ni kitu hatari sana, kwani alimweka katika wakati mgumu sana kakake. Basi maisha anakuambia yanazidi kuendelea, watu wanaendelea kushikilia bomba, kuendelea kupiga daladala ili mambo yakae sawa zaidi. Yes sir. Hello. Wasema kamda kalizidi kusonga na harakati zilizidi kusogea, na watu walizidi kuendelea kupambania kile ambacho wanakiamini. Sasa walikuwa wamerejea katika upendo mkubwa sana, lakini bibi alikuwa ametengeneza nafasi ya kufanya tu kakake apiganie kile ambacho anaamini ndoto yake, hivyo alimpa support kubwa sana na kumwambia sio mbaya kama atakifanya kile ambacho anahisi kinaweza kubadilisha maisha yake. Hivyo alipata nafasi ya kukaa kati ya binti Sinta, Lotimi na Omo kwa ajili ya kuyajenga tu mambo endelee kukaa kizazi zaidi. Na binti ambaye anafahamika kwa jina la Binta alisema kwa kile ambacho anakifanya mkali kinaweza kaja kuwa na matunda mazuri sana baadaye. Basi mzigo unatulusha, wanasema ni miezi 9 baadaye mwamba alizidi kuendelea kupigania kile ambacho anakiamini, na hapa binti alikuwa anamletea maji na kumpa support kubwa sana kaka kipindi ambapo anasoma. Yaani ilikuwa ni swala la upendo na support kubwa sana, ili mradi tu mwamba aweze kufanikisha kile ambacho anaamini kitakuwa ni msaada katika maisha yao. Wasa maisha yalizidi kusonga na kila kitu kilizidi kusongwa. Sasa bwana mdogo aliweza kuitwa katika kampuni moja kubwa sana ambayo inahusiana na masuala ya promotions za kiteknolojia, na hapa ilikuwa ni kama interview yake ya kwanza tu, lakini boss alimwahidi ya kwamba endapo watengeneza project ambayo itakuwa na ushawishi wataweza kutengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha, na hivyo ataweza kuwa ni miongoni mwa partner member katika kampuni. Baada ya mwezi mmoja tu bwana mdogo na rafiki yake waliweza kutengeneza kitu ambacho kileta ubunifu mkubwa sana katika swala la masoko, hivyo walikuwa wamefanikisha kupata kiasi kikubwa sana cha hela ambacho kilikuwa ni kama bonus tu kwa kile ambacho amekifanya, na hii ikawa ni hatima nzuri sana bwana mdogo kufanikiwa kwenye kile ambacho alikisomea. Sasa majira usiku bwana mdogo anarudi na kumtaarifu sitaki ya kwamba wametengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha, hivyo wataondokana na ya maisha ya ziki, na sasa yatakuwa ni maisha ya burudani, yani kutamba zaidi. Unaambia mambo alianza kubadilika zaidi, lakini baadaye hakuweza kumsahau mtu ambaye alikuwa ni kama shangazi yao na jirani yao mwema. Waliweza kumletea vizawadi na mapochopocho kwa sababu waliamini ni mtu ambaye aliwasupport sana kipindi ambacho alikuwa wana. Akwambia maisha yanabadilika siku moja tu.
Basi bwana mdogo baada ya kupiga kiasi kikubwa sana cha fedha aliweza kupata nafasi ya kuongea na dadake, na hapa hatimaye waliingia katika jumba moja kubwa sana la kifahari ambalo liko limenunuliwa na bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Timi, na hapa ndo wataishi maisha yao yote ya furaha katika muonekano angavu zaidi. Lakini mwamba pia alimshukuru sana binti kwa kile ambacho alikuwa amemtendea, kwa kumwaminisha kwenye kile ambacho kilikuwa ni kama ndoto ya kweli, na hapa mwanaume alifurahi sana kwa kuona kila kitu kimekaa bam bam. Mwisho wa siku mwamba alikuwa na cha kusema tu zaidi ya kumwambia bibi anampenda sana, na hata hivyo bibi alimwambia naye anampenda pia, na hii ni sehemu ya mwisho kabisa kichoma bomba sana wasema done for your dream na the chosen one ndani ya nyumba. Baadaye walipata nafasi ya kufika kwa yule mtu ambaye alikuwa ni kama mjombao. Waliweza kumpatia funguo ya gari kwa sababu waliona haina haja tena kuendelea kupambana na mtu huyu, kwani wao wameshatoboa kimaisha zaidi, hivyo walikuwa wanahitaji kumaliza tu kile ambacho walikuwa wanakingangania mjombao kwa muda mrefu. Bwana, hiyo ni katika final episode ya tamthilia bomba sana hapa, ilikuwa inapiga live kutoka DC Production. Wanasema ni done for dream na the chosen one. Hebu tukutane katika vigongo vingine vya Nigeria ili kuendelea kuenjoy burudani bomba sana za kizazi zaidi. Here we go, let's say ciao. Asante sana kwa time yako.